Ndugu zangu wapendwa katika Bwana, washirika wote wa makanisa ya matawi, watazamaji wa GCN na watoto wa Mungu ambao mnafuata ibada hii hata kwa mtandao, ni somo la 58 katika simulizi kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 2:15 inasema, Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Mungu Baba alimfanya binadamu wa kwanza Adamu kutoka kwa mavumbi ya ardhi ya dunia hii, na kisha akapuliza pumzi ya uhai katika pua lake. Na kisha Mungu akamuongoza akampeleka bustani ya Edeni aishi pale. Na pale wakati Mungu Tatu Mtakatifu alifunza Adamu maarifa ya roho, Adamu alipata kuwa na hekima kubwa sana, akaitumia kama maarifa yake. Na kwa sababu Adamu hakuwa na dhambi siku hizo, alikuwa na, kwa tafsiri ya kiroho, alikuwa na mamlaka makubwa katika nuru pia. Adam alitawala na kumiliki bustani ya Edeni pamoja na mbingu ya kwanza kwa nguvu na hekima za kiroho. Kipindi ambacho Adam aliishi kwenye bustani ya Eden ni kirefu sana, hata hatuwezi kupiga hesabu yake, hatuwezi tafakari. Adam kusema kweli aliishi bustani ya Edeni kwa miaka mingi isiyohesabika, akikua, akizidi kuzaa na wakiongezeka. Mara kwa mara alikuwa anatembelea dunia hii pia. Katika kipindi hicho kirefu cha muda, mambo mengi yalitendeka, mengine yalihusiana na dunia hii. Moja yao ni tukio la madinosari ambayo nimewaelezea kwenye vipindi kadhaa vilivyopita. Mabaki ya madinosari yanapatikana kote duniani, lakini kwa namna fulani zilipotea kwa ghafla zote. Wanasayansi wametumia miaka mingi ya utafiti, lakini wamekosa kupata sababu sahihi ya kutoweka kwao. Kumekuwa na mapendekezo mengi, lakini hakuna hata moja ambaye imetimiza masharti yote. Kulingana na neno la Mungu, hata hivyo, tunaweza pata jibu kwa urahisi sana. Na ndio maana niliwaelezea kwa vipindi kadhaa vilivyopita kuhusu mambo haya. Na sasa, je, unakumbuka ni kwa nini madinosari walifukuzwa kuja huku duniani kutoka bustani ya Edeni? Ni kwa sababu walijaribu kula kutoka kwenye mti uliokatazwa wa ujuzi wa wema na mabaya. Katikati ya bustani ya Edeni ambapo kulikuwa na mti wa ujuzi wa wema na mabaya, ilikuwa katika eneo ambalo limepigwa marufuku. Eneo lililindwa na kerubi. Siku moja Adamu akapanga safari moja kubwa kukuja huku duniani, na akachukua hata na makerubi ambao walikuwa wanalinda eneo hili ambalo lilipigwa marufuku. Madinosari hakupoteza fursa hiyo, wakasonga mbele ili kula tunda lililokatazwa, lakini baadaye wakaadhibiwa na Mungu. By the way, kwa nini Adam alichukua makerubi wote duniani? Niliwaambia ilikuwa ni kutafuta ni wapi atajenga jengo kama ishara ya mamlaka na heshima yake. Kutokana na tukio la madinosari, hata hivyo, mipango hii ya Adamu ilisitishwa. Madinosari wote wakafukuzwa huku duniani na wakaangamizwa baada ya siku 40 peke yake. Dunia ambayo ilikuwa imechafuliwa na kuharibiwa na madinosari, kwa muda mfupi ulirejeshwa kwa namna yake asili na ukapata utulivu. Na baada ya mpito wa miaka mingi, Adamu akaanza kutekeleza mpango wake tena. By the way, kulikuwa na mabadiliko katika moyo wa Adamu. Mbeleni alitaka kujionyesha mamlaka yake na nguvu zake, lakini kusudi lake likabadilika sasa. Alikuwa amepanga vile, lakini sasa akapanga apendeze Mungu Baba. Juu yeye alikuwa anapokea tu kutoka kwa Mungu, na akaichukua tu ovyo ovyo kupokea tu kwa Mungu. Lakini sasa akabadilika. Alipata moyo wa kushukuru Mungu na akatamani apee Mungu kitu fulani. Bila shaka tunapokuzwa huku duniani, shukrani yetu na ya Adam iko tofauti kabisa. Hiyo ilikuwa ni kabla Adam apitie ukuzaji wa binadamu. Hauwezi linganisha moyo wa kushukuru wa mtu ambaye amepitia ukuzaji wa binadamu ama mtu ambaye amemaliza ukuzaji wa binadamu.
Wakati Adam alitazama tukio la madinosari, hata hivyo, alipata hisia ya shukran kuelekea Mungu, lakini finyu sana. Hebu niwape mfano. Katika familia kuna babu, baba na mjukuu kijana, vizazi vitatu vinaishi pamoja. Wajuu zaidi kicheo ni babu. Na zaidi ya hiyo, kila kitu ndani ya familia ni cha huyu babu. Sasa tuseme yule mjukuu amesababisha babu akalipuka katika hasira. Kisha baba wa huyu mjukuu atajaribu kubembeleza moyo wa babu ambaye ni baba yake na kichwa cha familia. Ni kwa sababu ya moyo wa baba yake iliumizwa na mtoto wake. Hali ya Adam ilikuwa ni kama hali ya huyu baba sasa. Madinosari ambao Mungu alimpa Adamu waliasi dhidi ya Mungu na wakafukuzwa kuja huku duniani. Hata hivyo hao madinosari bado hawakutubu. Badala yake wakawa wenye fujo. Hatimaye wakahukumiwa na wakatoweka kabisa. Adam ambaye alitazama matukio haya yote alihisi mshtuko fulani wa maumivu moyoni mwake. Akatamani juu ya hiyo apendeze Mungu kwa namna yoyote anaweza. Akaacha ile tamaa yake ya kujionyesha nguvu zake na ukuu wake, na akaanza kuhisi ya kwamba kuna haja ya kufanya mambo ambayo yatapendeza machoni pa Mungu. Akataka atie maana ndani ya kazi zake, iashirie Mungu tatu mtakatifu ndio wa kusema. Na majengo ambayo Adam aliumba kwa nia hii bado yapo duniani mpaka wa leo. Ni majengo magani hayo na yako wapi? Majengo yale ni piramidi ambazo utapata karibu na mto Naili, ambapo ndio Adam alipenda sana kutembelea wakati ule. Na hadi wa leo zaidi ya piramidi 80 zimetambuliwa karibu na eneo la Naili. Hata hivyo Adam hakuzijenga zote. Ni 3 tu katika eneo la Misri kule Giza ndio piramidi ambazo zilijengwa na Adamu. 3 pekee. Zingine zilijengwa na vizazi ambavyo vilikuja baadaye, baada ya kutazama hizi 3 na kuziiga. Na piramidi hazipatikani tu Misri pekee, hata Asia na Amerika. Chache utapata zimepatikana Jian kule China na ingine Mexico, Amerika Kati. Kupatikana kwa piramidi zenye maumbo yanayofanana katika maeneo ya mbali ni ushahidi kwamba kuendelea ama ustaarabu wa binadamu ulitokana na chanzo kimoja tu pekee. Nitaweza kuelezea kwa undani zaidi baadaye kwenye vipindi vijavyo kuhusu jambo hilo. Lakini tafadhali kumbuka piramidi ambazo nazungumzia ni zile 3 kwenye eneo la Giza kule Misri. Tafadhali kumbuka ya kwamba piramidi 3 hizi ni zile ambazo Adam aliumba. Zingine Adam hakuumba, hakutengeneza yani. Ambao mnasikia mahubiri haya kitabu cha Mwanzo mara ya kwanza usiku wa leo, mnaweza kuwa na maswali na mashaka. Pengine unaweza kumbuka ya kwamba piramidi kule Misri inaaminika ya kwamba ilikuwa ni kama makaburi ya wafalme wa enzi za kale Misri. Bila shaka piramidi kule Misri zilijengwa kama makaburi ya wafalme. Lakini hakuna dalili hata moja ilipatikana kwenye piramidi kuu hizi kwenye eneo la Giza na piramidi zingine 2 ati ilikani kama ni kaburi. Ndani ya piramidi kuu ilipatikana jeneza la jiwe. Jeneza la jiwe lilipatikana pale ndiyo, lakini hakukuwa na chochote ndani yake, ilikuwa tupu. Watu wanahesabu piramidi hizi kuu kama kati ya maajabu 7 ya dunia. Neno maajabu hapa inamaanisha kitu cha kuajabisha ambacho hakielezeki kwa binadamu. Wanasayansi wengi wamefanya utafiti wa piramidi kuu hii, lakini kuna mengi ambayo hawajatambua bado hadi wa leo. Imetambulika ya kwamba piramidi zilijengwa kwa teknolojia ya kijuu sana ya ujenzi. Hata maendeleo ya leo haijaweza kufuata na kuiga. Piramidi pia zina maarifa ya kushangaza ya kiastronomia na hisabati ambayo ni vigumu kuamini kwamba watu wa zamani waliyajua. Ndio maana wanahesabu kama moja kati ya maajabu 7.
Hata sayansi ya leo haiwezi tatua fumbo hili. Rekodi ya zamani kabisa iliyosalia kuhusu piramidi inapatikana katika kazi iitwayo Historia ya mwanahistoria Mgiriki aitwaye Herodotus. Katika mwaka wa 440 kabla ya Kristo aliandika kitabu chake kuhusu kila alichosikia kutoka kwa kuhani mmoja wa Misri, na rekodi hii kapitishwa hadi siku za leo. Alisema piramidi kuu ilijengwa kati ya mwaka wa 2600 kabla ya Kristo hadi mwaka wa 2500 kabla ya Kristo. Hata hivyo, baada ya utafiti mwingi, maono mengine yameibuka ya kusema lini piramidi zilijengwa. Kwa mfano, John Anthony West, mwanasayansi Mwamerika, anadai ya kwamba kulikuwa na maendeleo ya hali ya juu karibu na Naili katika mwaka wa 10,000 kabla ya Kristo ama mapema ya hiyo. Na tena anadai ya kwamba piramidi kuu pamoja na Sphinx, yani sanamu kubwa, ni kama matunda ya maendeleo ya binadamu. Sphinx hii ina alama dhahiri ya mmomonyoko uliosababishwa na maji. Inasemekana ya kwamba kulikuwa na mvua mkubwa ambao ulinyesha ukaacha alama hizi za mmomonyoko wa udongo katika mwaka wa 11,000 ama 10 kabla ya Kristo. Kwa hivyo inatamatisha maono ya kusema Sphinx na piramidi kubwa zilijengwa mapema zaidi ya vile lipendekezwa. Kwa kuwa wazo hili linaungwa mkono na ushahidi na nguvu kiasi, wanajiolojia wengi wanakubaliana nalo. Na kando na hiyo, kuna thibitisho ya kwamba piramidi kuu haikujengwa na Wamisri. Kwa kuangalia makaburi na majengo yaliyochimbuliwa nchini Misri, tunaweza kuona kwamba Wamisri walikuwa na tabia ya kurekodi hata mambo madogo madogo kabisa ya maisha yao kwa kila siku kwa njia ya michoro ya ukutani au maandishi ukutani. Kama kweli piramidi kuu ingekuwa ni kaburi la mfalme wa Misri, basi pia ungeacha maandishi ama michoro fulani kuhusu mfalme na matendo yake. Lakini hakuna michoro kama hiyo imepatikana kwenye piramidi kuu. Na zaidi ya hiyo, ndani pale hakuna mabaki ama sehemu zozote za binadamu imepatikana. Iko tupu kabisa. Ilipatikana tu jeneza moja la jiwe, nalo pia lilikuwa tupu ndani. Watu wengine wanasema ati waporaji wa makaburi waliingia pale wakachukua kila ambacho kilikuwa ndani. Lakini ile ya kusema ya kwamba kuko na kitu ndani yake, wengi wanaipendekeza. Hebu niwaambie mambo matatu makubwa ambayo watu wanashangaa kuhusu piramidi kuu. Unisikilize, ujiulize kama kweli piramidi kuu ilijengwa na Wamisri wa kitambo. Jambo la kwanza ni mbinu yake ya ujenzi. Jambo la kwanza, piramidi kuu imebeba vipande vikubwa vya mawe ya chokaa, mawe milioni 2.3. Na kila jiwe uzito wake ni kilo 2,500. Hiyo ni kumaanisha mawe milioni 2.3, mawe kubwa kubwa, na kila jiwe ni kilo 2,500 ndio ilitumika. Ukiangalia kwa picha unaona si kitu, lakini ukienda pale utashangaa sana. Jiwe moja kilo 2,500. Mawe makubwa kama yale yalikatwa kwa usahihi na yakashikanishwa kwa usahihi sana bila makosa. Katika enzi ambayo vifaa vya metali kama chuma na shaba havikuwapo, ni vifaa gani walivyotumia watu kukata kwa usahihi kiasi hicho? Na zaidi ya hayo, piramidi kuu ina njia mbili ndogo zinazofanana na mashimo ya uingizaji hewa, moja kwenye ukuta wa kaskazini na nyingine kwenye ukuta wa kusini. Na njia zote zinatoshana, zinafanana. Njia hizi hazikuchimbwa baada ya piramidi kujengwa, bali zilijengwa wakati mawe yalipokuwa yakinyanyuliwa, yakibebwa. Hii inahitaji mbinu ya hali ya juu sana. Na pia katika mahali panapoitwa chumba cha mfalme, kuna kitu kinachofanana na jeneza la jiwe. Ni kubwa kuliko mlango wa kuingia kwenye chumba hicho. Hivyo inaonekana kiliwekwa pale ndani kabla ya mawe kupangwa.
Ni kumaanisha kuna mtu alifanya hesabu hizi zote kwa usahihi mkubwa kabla ya kuiumba, kuijenga. Na piramidi hii kuu urefu wake kutoka chini mpaka juu ni mita 147. Sasa waliwezaje kuinua mawe haya mazito mpaka kiwango hicho kule juu na waipange kwa usahihi? Hata sisi binadamu, kuna watu wanasema ilijengwa miaka 1400 iliyopita, lakini hiyo si sahihi. Bila shaka ni mapema zaidi ya hiyo. Lakini waliwezaje kubeba mawe makubwa kama yale, urefu huo wote? Walivuruta aje mawe yale yote mpaka kule juu na kuzipanga kwa usahihi zikaingiana? Na hilo ni fumbo moja kubwa. Kulingana na wataalamu wa ujenzi, mteremko au muinuko wa njia ya kupandisha jiwe unapaswa kuwa na uwiano wa 10:1 ili nguvu ya binadamu iweze kuinua jiwe. Kusema ukienda mita 10 lazima urefu iwe ni mita 1 peke yake. Ni kumaanisha ndio kwamba urefu huu wa piramidi ya mita 147, urefu wa ile ya kupandisha jiwe inafaa kuwa mita 1470. Angalia kwa picha utaelewa. Ya kusaidia hiyo naeleza. Hiyo ni kumaanisha unaweza inua na kupanga jiwe vile tunaona kwa picha. Ukubwa wake wa hiyo ya kupandisha ni mara 3 kuliko hata piramidi yenyewe. Na ujue kila jiwe ambalo limetengeneza piramidi ni kilo 2500. Kwa hivyo ile ya kupandisha pia inafaa kuwa nzito pia. Iwe ni muinuko ambao unaweza inua jiwe la kilo 2500. Kwa hivyo ni kama kusema kujenga ile muinuko kazi yake inaweza kuwa kubwa kuliko kujenga piramidi yenyewe. Na wanasayansi wanaamini ya kwamba kulikuwa na watumwa wengi, maelfu ya watumwa watu walijenga piramidi kwa makumi ya miaka. Lakini kuna mambo mengi ambayo haiwezi elezeka kwa kusema tu ati wafanyikazi wengi, muda mrefu ilitumika kujenga. Kuna mambo haiwezi eleza. Kwa mfano, mteremko wa piramidi kuu uko kwenye pembe ya nyuzi 51.5, 51.5 degrees. Inakaribia pembe dhabiti zaidi ya nyuzi 52. Kwa maneno mengine, piramidi kuu ilijengwa kwa msingi wa vipimo sahihi na hesabu makini sana. Na zaidi ya hayo, piramidi kuu iliundwa kwa namna ya kugawa uzito wake sawasawa, equally pale chini. Ndio maana haijawahi poromoka hata baada ya muda mrefu kabisa. Piramidi kuu ukapiga hesabu ya uzito wake wote, imepita tani milioni 6 kwa uzito. Kwa kuzingatia uzito huu mkubwa, ingekuwa jambo la kawaida kuona kushuka ama kuzama kwa kiwango kikubwa kwa ardhi chini ya uso wa msingi. Inasemekana hata majengo makubwa duniani ambayo yamejengwa na teknolojia ya kisasa huzama sentimita 15 baada ya kila miaka 100. Lakini piramidi hii kuu ilijengwa maelfu ya miaka iliyopita, lakini mpaka wa leo imezama milimita, si sentimita, milimita 5 peke yake. Unaweza ona teknolojia yake iliyotumika kuijenga ni ya ajabu sana. Na sasa mistari 4 ya msingi ya piramidi kuu inaonyesha kwa usahihi mielekeo 4: kaskazini, kusini, mashariki na magharibi. Aje watu wa zamani wa kitambo walipima kwa uangalifu sana hivi. Na zaidi ya hiyo, uso wa piramidi kuu hapo awali ulifunikwa na chokaa cheupe kilichosuguliwa kwa kung'aa sana. Na inasemekana wakati jua lilichomoza, piramidi ile na ilirudisha nuru moja kubwa ambayo ingeonekana kwa mbali. Hata mtu akiwa kwa mwezi kule mbali anaweza ona nuru imetoka kwa piramidi. Ni ajabu ya kwamba teknolojia ajabu kama hiyo ilipatikana kitambo hiyo yote. Ukweli mmoja wa kuvutia zaidi
unapatikana, na tunaona imetumika kwa teknolojia juu sana kuijenga. Na ya kushangaza, ya kuvutia sana ni kwamba piramidi ambazo zilijengwa baada ya hizi ziko ndogo na dhaifu kulinganisha na hii kuu kwa ukubwa na uzito na teknolojia. Inafaa kuwa bora zaidi za leo kwa sababu teknolojia imeendelea, lakini hata hizi linganishwa na ile ya kwanza hata iko ovyo kabisa. Maendeleo ya binadamu si yameendelea sana hadi wa leo, lakini piramidi ambazo zimetengenezwa leo linganisha na hii ambayo ilitengenezwa kitambo hata huwezi pimanisha. Hebu sasa niwaelezee jambo la pili, maarifa ya kihisabati ndani ya piramidi. Msomi Mwamerika anaitwa Flanagan aliwahi sema hivi, piramidi kuu imejengwa kwa formula za hisabati ambazo hazikujulikana miaka 400 iliyopita. Nimechambua piramidi hiyo kwa njia ya hisabati. Ni kama jengo lenye siri iliyofichwa ndani ya muundo wake. Jinsi nazidi kuchambua, ndivyo nazidi kusoma mengi kuhusu hiyo ambayo sikuwa najua kitambo. Piramidi kuu imebeba hisabati ambayo ni ya kisasa. Alisema hivyo. Na ujue piramidi hii ambayo ilisemekana ilijengwa miaka 4600 iliyopita tayari ilitumia hisabati ya leo ambayo tunasoma leo. Teknoloji na zote za hisabati na geometry zote zinaweza elezwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Alafu akamalizia kwa kusema ni kama ndio tumeanza kuelewa vipimo vya kushangaza na hesabu za ajabu zilizopo ndani ya muundo huo. Anatuelezea jinsi gani hesabu yake ni ya kuajabisha na ikatumika katika ujenzi wa piramidi kuu. Piramidi kuu ina umbo la piramidi ya kawaida yenye pande 4 zilizo sawa, equal. Laini mstari wa msingi kuelekea mashariki ni mita 230.39 na ya magharibi ni 230.35 kuelekea kusini 230.45 na kaskazini 230.25 mita kwa urefu. Kwa hivyo unaweza ona utofauti kati ya ndevu zaidi na fupi zaidi ni sentimita 20 peke yake. Tofauti ndogo kabisa. Kwa hivyo ni kama 0.09. Kwa hivyo unaona pale chini ni kama mraba kamili, perfect square. Ni mita 9 kwa urefu katikati, si kwamba ilikuwa tambarare. Na kuna uwiano kati ya urefu kwenda juu na urefu wa pande zote 4. Urefu ni mita 146.73 na ukajumuisha pande zote 4 ni mita 921.44. Ukapiga multiply mara 2 urefu ule na upige na 3.14 utapata inaleta zote 4 ukijumlisha. Ukitafuta urefu wa mzunguko wa duara, circumference of a circle, unachapisha radius yake mara 2 na kisha unachapisha na pi ambayo ni 3.14. Sasa ukabadilisha radius pale na urefu wa piramidi utapata ujumuishe sehemu zote 4 pamoja, utapata urefu wake. Mwanahisabati katika mwaka wa 300 kabla ya Kristo, Archimedes alijulikana kama jamaa wa kwanza wa kutumia pi. Lakini pi hii ilitumika kujenga piramidi kubwa mapema hata kabla huyu Archimedes atokezee. Unadhani hiyo ni kibahati kweli? Unadhani ni kibahati? Na kuna uwiano mwingi ambao unapatikana kwenye piramidi kuu ambayo inajulikana kuwa hisabati iliyosimama dhabiti zaidi. Na kuna ushahidi mwingi ya kwamba piramidi kuu ilijengwa kwa kutumia maarifa ya kihisabati ambazo zinapatikana baadaye siku za leo. Kwa hivyo tunaweza ona maarifa haya yalikuwa makubwa kiasi gani ambayo wale walitumia kujenga piramidi kuu. Ndugu zangu wapendwa, hebu sasa niwaelezee ya 3 kuhusu maarifa ya kiastronomia ambayo iko ndani ya piramidi hizi 3 kwenye eneo la Giza kule Misri.
Kama vile wanasayansi wamesoma na kutafiti, wamepata jambo lingine la kushangaza. Piramidi hizi tatu zinafanana na kundi nyota la Orioni. Zinafanana. Utaangalia kwenye runinga kundi nyota la Orioni, utaziangalia pale. Vile unaona pale, angalia vizuri. Ya tatu unapata ni kadogo kulinganisha na zingine mbili. Angalia vizuri. Angalia vizuri. Nyota tatu. Ya tatu ni kadogo linganisha na zingine mbili. Vile vile, unaona nyota ya tatu nuru yake ni ndogo kuliko zile mbili. Sasa hiyo ni piramidi tatu kwa umbali. Kuna moja ambayo ni ndogo kuliko zingine na imetoka kwa laini kidogo linganisha na zingine mbili. Vile vile tu zile nyota. Kundi nyota hilo huonekana angani sana sana wakati wa kiangazi. Natumai umeiona vizuri. Wanaanga fulani wanashuku ya kwamba pengine piramidi hizi zilijengwa wakati nyota hizi zilikuwa ziko angani wakati huo. Na kutokana na kukisi huko, wanasema piramidi zilijengwa mwaka wa 10,450 kabla ya Kristo. Na katika kipindi kile Milky Way ilikuwa inaingiana na mutiririko wa mto wa Naili wakati ule. Na mbeleni wasomi walidai kwamba piramidi ilijengwa karibu miaka 10,000 iliyopita kulingana na mmomonyoko wa Sphinx, na inaingiana na wakati huo. Inaunga mkono bana ya kwamba piramidi ziliumbwa si miaka 2,500 kabla ya Kristo, lakini angalau miaka 10,000 kabla ya Kristo. Mpaka hapo nimeelezea vitu vitatu vikubwa kuhusu piramidi kuu ambayo watu wanashangaa. Maarifa ya kuajabisha, teknolojia ya kuajabisha ambayo watu wa kale hawangejua tayari zilitumika kujenga piramidi hizi. Na ujenzi, teknolojia za ujenzi zingine ziko juu kuliko hata za leo. Na watu wanavyozidi kusoma piramidi kuu ndivyo wanazidi kushangaza zaidi. Sasa nani angeweza kuwa na maarifa makubwa kiasi hicho na teknolojia hiyo nyakati hizo za kitambo? Ilikuwa ni Adamu. Sasa aliwezaje kuwa na hekima kiasi hii? Mungu ndiye alimpa maarifa yote na hekima yote huyu binadamu wa kwanza Adamu. Ndio maana aliweza kufanya hivyo. Mungu alimwambia tawale, aongoze na atiishe kila kitu. Na tena alimwambia apeane jina kwa kila kitu. Haikusi alikuwa smart sana Adam wakati huo. Na ushahidi wa kwamba Adam alikuja duniani kwa kutumia UFO na kujenga vitu kama hivi vipo. Adam alikuwa anashuka na UFO, analeta vifaa vya kutengeneza piramidi na akatengeneza. Na kuna data na habari mbalimbali ambazo zinaonyesha Adam alishuka duniani akipanda ndege ya UFO na kukuja kujenga hivyo vitu vyote duniani. Serikali ya Uingereza iliachilia ripoti 35 kuonekana kwa UFO na makaratasi ya utafiti ambazo zilikuwa zimefichwa kwa siri. Waliachilia baadaye. Machapisho hayo 35, kurasa zao zote ilikuwa ni kurasa 8,500. Ilibeba picha, michoro na maelezo ya UFO ambayo watu walizoziona walizituma. Na iliingiana na idara ya ulinzi ripoti yao, na ikaingiana na maongezi kuhusu UFO kwenye bunge la Seneti. Hebu niwatajie moja ya ripoti zile ambazo zinaweza husiana na mafunzo haya ya kitabu cha Mwanzo. Inaitwa Chosun Ilbo. Mwezi wa 3 tarehe 4 mwaka wa 1998 ilitumwa na mkulima mmoja, alipiga picha UFO na akatuma.
Na ilikuwa ni, alisema ni ndege moja umbo la duara mita 12 kwa urefu, na ilipatikana kwenye shamba la mahindi. Na ilikuwa inaelea, haikukanyaga chini, ilikuwa inaelea tu na ikachora umbo fulani la duara pale. Na pale kukapatikana na umbo la ankh. Umbo la ankh ilikuwa ndani ya duara. Na umbo la ankh kitambo kule Kirumi ilikuwa inaashiria uzima wa milele. Umbo la ankh. Wanasayansi hata hii hawezi imagine kwamba mbingu ya pili ipo ama Edeni ipo. Ndio maana matukio kama haya bado hawajatatua fumbo lake. Na kama picha ilichorwa hivyo, itakuwa kubwa sana, hata haitezekana uone kwa macho ya kawaida hivi. Pengine upande ndege uende juu ndio utaiona yote kwa jumla. Pengine utaona ukiwa kwa ndege. Kuchora hivyo itachukua watu wengi na muda mwingi. Lakini haya yote yaliumbwa, yalitengenezwa kwa sekunde chache tu. Sasa ile alama ya ankh inapatikana pia kwenye makaburi ya kitambo ya Misri ya wafalme. Kwa Wamisri ilikuwa ni ishara ama alama ya uzima milele. Nauliza, unaona mduara huo wa maandishi ya picha? Inafanana na ile ambayo imechorwa ndani ya UFO pia. Inafanana. Sasa alama hii ya ankh ni maandishi ya picha ya Kimisri ambayo mara mingi utapata kwenye makaburi ya Kimisri ama kazi zingine za sanaa. Na mara mingi utapata kwenye sanamu za miungu imeshikilia. Na inaashiria uzima milele. Na uzima milele ni kitu ambacho Adam alijua vizuri. Piramidi ni majengo ambayo yalijengwa na Adam na vizazi vyake ambao walishuka huko chini kutoka bustani ya Edeni wakitumia UFO katika mto wa Naili. Na maendeleo ya Kimisri yaliendelea kwenye mto Naili. Na si jambo la kibahati ati alama ya ankh hii ilipatikana kwenye UFO, inapatikana kwenye piramidi, na tena inapatikana kwenye maendeleo katika Misri. Si jambo la kibahati. Mungu kila wakati anajaribu kutupa vidokezo ya kwamba kunaye Mungu muumba na kunaye Edeni, kuna mbingu nyingine. Kila wakati anajaribu kutudokezea hivi. Imeandikwa kwenye Biblia lakini watu hawataki kuamini. Unadhani yote itakuwa ni kibahati tu, inaingia na kibahati? Mungu anajaribu kutuelezea jambo la kweli hapa. Wakati ujao nitawaelezea Adamu alijenga aje piramidi hii, nitawaelezea. Hebu nitamatishe ujumbe usiku wa leo. Sababu ya Mungu kuelezea kuhusu piramidi si tu kutufunulia siri za ulimwengu wa kiroho pekee. Alitaka pia na watu waelewe ya kwamba maarifa ya kidunia ni ovyo, bure, na ni iko mbaya zaidi, haiko sahihi. Ndio maana Isaya 55 mstari wa 8 mpaka 9 nasema, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, ndivyo njia zangu zilivyo juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Mungu muumba ndiye wa kipekee awezaye kufanya mambo ya ajabu, kazi za ajabu ambazo sisi binadamu hatuwezi kuelezea, hatuwezi kutafakari. Lakini na wewe imekupasa uziamini. Yeremia 32:27 inasema, tazama, mimi ni Bwana, Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Kama utaweza kupokea nguvu kubwa za Mungu namna hii, hakuna kitu ambacho hakitawezekana kwako na hakuna kitu kitakusimamisha. Ukavunja mifumo ya akili yako ya kimwili kupitia mahubiri ya kitabu cha Mwanzo, na kuhakikisha utapokea nguvu kubwa za Mungu zisizo na mwisho. Na utatumika kwa nguvu sana na Mungu kama chombo chake. Natumai utaelewa moyo na mapenzi ya Mungu Baba ndani ya moyo wako we mwenyewe. Na natumai kila mmoja tutimize mapenzi ya Mungu Baba kwa watu wote. Hukumu amin. Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo nimeomba.